Madam Tuli, kwa sababu hili lilikuwa wazo tu mwanzo, lakini baada ya kutafuta wadau wengi, yeye ni mmoja katika watu wa mwanzo kabisa waliopokea hili jambo kwa ukubwa na kurespond kwa haraka sana. Kwa kipekee naomba nimshukuru. Siku hiyo meneja yangu aliniambia, Ramadhani walifunga kweli. Because we did not expect. Na inabidi wanafunga. Yeah, we did not expect it. Na wazo lilianza kabla mwanzo wa mwezi huu, lakini kama mnavyojua kitu chochote kikubwa kinahitaji muda wa kutengeneza na kukiandaa. Nikaliwasilisha kwa management yangu, tukaandaa proposal na kuomba wadau tofauti wanishike mkono, kwa sababu kwa nafasi yangu na watu ambao walikuwa nyuma yetu isingewezekana kulifanya jambo kwa ukubwa ikiwa ada ya usajili ilikuwa ni iko juu kutokana na maandalizi, na pia creativity yoyote huwa ina gharama, na pia ada zote huwa zinatofautisha kati ya wenye kutaka kweli na watu ambao hawako serious. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tuwe na ada. Lakini kupitia Madam Tuli na foundation yao ya Imbeju Foundation iliyoko chini ya CRDB, ada yetu ya mwanzo ilikuwa ni karibia shilingi 3 milioni. Nadhani Moses anajua. Lakini kutokana na kushikwa mkono na CRDB kupitia foundation yao ya Imbeju, ada hii imepungua mpaka 500,000. Kama nilivyosema hapo awali, kitu chochote kinachokupa manufaa kina gharama. Kipindi tunasoma tulipoteza muda, tulisacrifice usingizi, wazazi wetu walisacrifice nguvu zao, wakalipa ada, tukafika hapa. Vitu ambavyo mimi nimejifunza ndani ya miaka 10 hii, kabla na baada ya kutoka, unaenda kujifunza wewe ndani ya wiki moja. Na kwa kipekee kabisa niwashukuru sana CRDB Bank kwa kuliwezesha hili likafanyika kwa ukubwa. Na naomba nitangaze rasmi kwamba mwanzoni najua kwenye mitandao nilitangaza kuwa kuna Zuchu Masterclass 2026, lakini jina kamili na jina sahihi ya kuliita ni Zuchu Imbeju Masterclass 2026. Na tunawakaribisha vijana wote kuanza safari yao na sisi. Kuna vitu vichache ambao ningependa kuvihighlight, hatutomaliza uhondo wote hapa kwa sababu as we go we need to reveal kidogo exclusivity. Of course tutakuwa na kwenye podium tutakuwa na watu tofauti, lakini kikubwa kinachonivutia ni kwamba ukiachia kujifunza kuhusu masuala ya kimuziki, kutakuwa kuna financial advisors kutoka CRDB Bank. Kama kuna vitu kama msanii nimejifunza in a hard way, ni ku maintain pesa. Ile miaka 3 ya kwanza baada ya sukari kutoka, nilikuwa nakula hela kama chizi. So I am so happy that vijana ambao wako nyumbani bado hawajaingia kwenye tasnia wanaenda kufundishwa namna ya ku maintain na namna ya kutumia fedha zao zitakazopatikana kwenye vipaji vyao vizuri. To be honest with you, muziki una pesa. Show yangu ya kwanza kama msanii, nikiwa na nyimbo moja tu, nililipwa 5 milioni. It was very confusing. I didn't understand. Mara yangu ya pili napigiwa simu na Kim, nilikuwa naambiwa hela yako ya YouTube imeingia. Iliingia €3,000. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nakaa kwa mama Dijakopa. You understand? Na unajua nyumba za familia siku nyingine anasebele kuchelewa. Kwa ambaye nimeingiziwa €3,000, I had to ask him, are you sure hela yote ni yangu? He's like, yeah, hiyo ni hela yako ya miezi 2. So I'm saying this kukupa moyo wewe uliyeko nyumbani kwamba ukifanya kipaji chako kiwe biashara, basi pesa ipo na ipo nyingi sana. Kupitia program hii tunaenda kugusa wanamuziki ambao ni waimbaji, madansa, DJs, producers na hata managers. Tutakuwa na speakers tofauti watakaolenga kila idara
ya kwenye sekta ya entertainment. Hivyo basi, wewe uliyeko nyumbani ambaye unataka kujifunza vitu vyote do's and don'ts zinazohusiana na tasnia yenye uhalisia, maana kuna kusikia na kuna kuyatenda. Wanaokuja kuzungumza siku hiyo ni watu ambao walioyatenda, kuna ambao wamevikosea na kuna ambao wamevipatia, na tunakupa wewe madini haya in a short period of time. I think kama ingekuwa ni mimi enzi hizo, mmoja katika wasanii ambao Wasafi wamepoteza muda sana, nimekaa muda mrefu sana. You know, now that boss ni mume wangu, kila siku namtazamia, wewe ulinisumbua. Lakini mimi ni moja kati ya wasanii ambao nilikaa muda mrefu sana benchi kusubiria wakati wangu kutoka. Nilikata tamaa, yani nilipitia stage zote za ukataji tamaa. Yote hii ni kwa sababu sikuwa na maandalizi. Na changamoto kubwa tulionayo nchini kwetu, wengi wao waliotutangulia hawatupi madini na siri ya kuwa kama wao. Kwa hiyo mimi na wenzangu ambao watatangazwa hapo baadaye, tumeona hili linafaa kufanyika kwa ajili ya kuwasaidia vijana walio wengi kupunguza muda wa kujiandaa na tasnia kwa ujumla. Kwa nategemea kwa wito wenu nategemea mtaitikia wito kwa ukubwa sana, na nategemea mtakuja kwa wingi sana. Cha mwisho kabisa ambacho ni kikubwa, and I was very excited to announce today, kupitia hii Zuchu Imbeju Foundation iliyokuwa powered na CRDB Bank. Katika wanafunzi hao tutakaowapata, tunatarajia tupate wanafunzi 300 na hatutaweza kuongeza kwa bahati mbaya kwa mwaka huu. Inshallah next year, kama anavyosema madam, vitu vinaenda na mkivipokea kwa ukubwa, tutaweza kufanya kwa ukubwa pia. Mmoja kati ya wasanii, yani specifically waimbaji, utafanyika mchujo baada ya maandalizi, na tutatafuta ambaye ana uafadhali au aliyejitahidi atapata a collaboration na mimi and a free mentor. Collaboration hii itajumuisha video, na nadhani utakuwa mwanzo wako wa kuanza kutembea na utakuwa ni mwanzo mzuri sana. Lakini pia dancers mtakaojiunga, one of the best things that we have in Tanzania, ushirika wa wasanii na dancers uko hivi. Kuanzia mnavyoanza madarasa haya, mkitoka hapo mjihesabie nyinyi ni wanafamilia wa tasnia. Hivyo basi, lolote la Zuchu likitokea au lolote la WCB likitokea, mtaalikwa kujiunga na wanenguaji wenzenu na madansa wenzenu kwenye videos na matamasha tofauti yatakayonijumuisha mimi. Na tutakuwa pia na managers ambao watajiunga. Kutakuwa kuna free mentorship kutoka kwa managers wa WCB. Manager wa kwanza itakuwa inasimamiwa kabisa na manager wangu mwenyewe. Free mentorship ya management na namna ya kujifunza uwekezaji na namna ya kumsimamia msanii. Kwa hiyo hii ni shortcut. Mimi ningependa kuwatangazia vijana wenzangu wa Tanzania nzima, sio lazima hapa Dar peke yake. Uzuri wa CRDB ina branches mikoa mingi, na tumeweka hivyo ili muweze kufikia usaili kwa haraka. Nenda kwenye branch yoyote ya CRDB iliyoko karibu na wewe, kwenye mkoa wako, kwenye eneo lako, na uwaambie nimekuja kujiunga na Zuchu Imbeju Masterclass. Pale utakuta mawakala wetu wa Imbeju Foundation watakuunga. Vigezo vyetu na masharti, uwe ni katika kategori za hao watu waliotajwa, ama aidha mwanamuziki au DJ au producer au dancer au manager. Lakini pia kigezo cha pili, italazimika ufungue account ya CRDB. Kama ni mtu ambaye huna account ya CRDB, basi utasaidiwa kufunguliwa hapo utakapoenda kujisajili, na baada ya hapo utaweza kufanya malipo yako kupitia account zetu za Wasafi zilizoko CRDB Bank. Nisiongee sana nisije nikaharibu, lakini I am very excited and I hope this idea keeps on living
Inshallah hata siku moja mimi nisipokuwepo watu wengine wataendeleza, lakini natumai mwakani tutarudi kwa ukubwa na kwa uzito zaidi. Kimoja cha mwisho cha kuangalia, this is not an ordinary class. Hatuendi chuo kama sijui IFM. Wasanii, watu ambao mtakuja kwenye Imbeju Foundation, let's make this a thing. Vaa pendeza kutokana na uhusika wako. Uje hapa kuchapwa, hakutokuwa na principle, hakutokuwa na nini. Kwa kama wewe ni mwanamuziki, vaa kama mwanamuziki. Kama wewe ni DJ, vaa kama DJ. Kama wewe ni manager, vaa kama manager. Na kama wewe sijui ni dancer, vaa kama dancer. Yaani siku hiyo nataka tuwaoneshe dunia kwamba Tanzania kuna watu wanajiandaa toka chini. Na uvaaji wala sio pesa. You can buy the cheapest clothes, ila namna unavyoipangilia ndio inakufanya wewe fashionista. Nataka watu wasiadhibiwe wakiwa tunaingia hapa wanashangaa. Jamani, wewe kaja na ndege kichwani. Yaani tuishangaze dunia and let's make it fun. So madarasa yetu yatafanyika kwa muda wa wiki moja, kuanzia mwezi wa 6 tarehe 12, kuanzia tarehe 12 mpaka wiki inapoishia. Na tutakuwa na watu tofauti tofauti kama nilivyosema. Of course speakers kama wasanii tutawatangaza baadaye. Tutakuwa na producers, tutakuwa na financial advisors, tutakuwa na managers. Lakini pia natoa wito sana kwa watu wa kodi, wenzetu wa TRA. Maana juzi jamani nimeletewa kodi yangu nimechanganyikiwa. Inabidi vijana wajifunze mapema kuhusu masuala ya kodi na muziki kwa sababu ni kitu kipya kwetu. Kwa sisi ambao tulianza 5 years back hatukuwa na hii issue, lakini sasa hivi ipo. Na kama kijana unayeingia kwenye biashara ya muziki ni lazima uchangie pato lako la taifa, ili ukiwa unachamba huko barabara haijatengenezwa unachamba kwa haki. You know, so tunatoa wito kwa watu wa TRA. Lakini pia tutakuwa na financial advisors. Hichi ndio kipengele muhimu sana kwa wasanii na ni elimu muhimu ambayo wasanii wengi hatuna. Tutakuwa tuna watu wa BASATA na tunashukuru sana kikao chetu na BASATA kimeenda vizuri. Kwa hiyo wasanii watarajiwa ambao sasa ndio wanafunzi wetu ama baada ya kumaliza madarasa haya ya Zuchu Imbeju master class ya 2026 mtakuwa tayari mmeshasajiliwa rasmi na BASATA na mtakuwa mna uwezo wa kufanya mambo yenu ya kisanaa bila pingamizi yoyote. Kwa hiyo yangu ni hayo kwa leo. Kwa kipekee napenda sana kumshukuru mama yangu Madam Tuli. You are a role model and I don't know how to, yani I'm getting emotional kwa sababu it is very hard kuanzisha kitu alafu ukakiona kinatembea kwa spidi na kimewezeshwa na mwanamke mwenzio. It's amazing kwa sababu yani watu wana ideology kwamba wanawake bana si watu wa kusapotiana. Lakini mimi naomba nitoe hiyo taswira na niwaambie mtu wa kwanza kunishika mkono kwenye hii alikuwa ni Madam Tuli na wengine ndo walifuatia. Kwa kipekee sana. Najua siharibiko chini yake kwa kipekee. Naomba nikufikishie shukrani zangu za dhati. Sijui hata nikuambieje. So I really thank you. And I am really grateful and I'm glad that we are making history together. Hujui tu ni namna gani ambao umeugusa moyo wangu personally. Juzi nilikuwa naambia Kim, Madam Tuli alikuwa na msiba akitaka mtu akulia ni hivi. Nitakuwa pale mapema sana. Mimi naona muangalia kama kazimia mara mbili, kuna kazimia mara tatu.